Tunaendelea sehemu ya pili. Umeuliza kwamba kwa nini Mungu alisema kwamba watu wazaliane waijaze dunia? Na kusomea hapa kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 7:1 inasema, basi kwa habari ya mambo yale mlioandikiwa, ni heri mwanamume asimguse mwanamke. Ni heri mwanamume asimguse mwanamke. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Mume na ampe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake. Kwa hiyo umeona hapa kwa sababu ya zinaa kila mtu awe na nani? Na mwanamke wake mwenyewe. Sio wanawake zake. Sawa. Sio wanawake au si kwa wanawake wawili. Hapa imesema mume awe na mke wake mwenyewe. Mume, mstari ngapi hapa? Mstari wa pili. Lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Mwanamume na ampe mkewe haki yake. Vivyo hivyo mke na ampe haki yake. Kwa hiyo wawili, sio kwamba awe na wake zake. Hapana, mke wake. Kwa sababu utakapooa mwanamke mwingine unafanya uzinzi. Unafanya uzinzi. Swali lingine, ukija hapo kwenye mstari wa 10 inasema, kwenye hiyo Wakorintho wa kwanza 7:10 inasema, lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza, wala hapo sio mimi ila Bwana, mke asiachane na mumewe, lakini ikiwa ameachana naye na akaya asiolewe, au apatane na mumewe tena, mume asimwache mkewe. Mume asimwache mkewe. Kwa hiyo hapa hamna kuachana. Na huyu mwanamke hawe kama vile ilivyo kwenu, na mwanamke wewe ukioa, anaolewa na wewe, baadaye mnazaa naye watoto wawili, mnaachana, anaenda naolewa na mtu mwingine, anazaa naye watoto wawili, wanaachana, anarudi kwako, unamuoa tena, mnazaa naye mtoto mmoja, mnaachana, anaenda tena kwa mwanamume mwingine, anaolewa tena, anazaa naye, anaachana. Hapo na swali tena. Akiondoka mwenyewe, afu kamua mwingine. Wazini, kwa sababu umemwacha mke wako, kwa sababu maana ili ukimoa mwingine wazini, ukimoa mwingine. Naona kujibu ile swali lako kwenye Mathayo 19. Ile swali lako kujibu kwenye Mathayo 19. Hii hapa inasema, Yesu anasema, wakamwambia, jinsi gani basi Musa alituamuru Mathayo 19:7, wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha. Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruksa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe, isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati, akaoa mwingine, azini. Kwa hiyo wewe ukimwacha yule mwanamke wako akaoa mwingine, unafanyaje? Unazini. Naye amuoaye yule aliyeachwa azini. Sasa kwa hiyo wewe uliyemwacha mke wako, kama hujamfumania, kama umemfumania wewe, mwanamke hafai tena kumuoa, kama Yesu anavyosema. Lakini kama hujamfumania, ukimuoa ule mke, si mke wako bado? Ndio. Sasa ule sanazini. Waislamu wamezini mara ngapi mpaka leo? Kwenye maandiko naona kabisa, tunaona ni uchafu, si ndio? Ni uchafu. Wewe unaweza kumuoa mwanamke uliyeachana naye ukamuoa mara 3? Hapana. Au ukamuoa mara 2? Yaani mkaachana naye akaenda akaolewa na mtu mwingine akazaa naye, alafu baadaye tena ukamuoa tena wewe. Unaweza? Wewe ni Muislamu, unaweza? Hapana. Bwana, ni vitu ambavyo uchafu. Swali lingine? Mimi swali langu limeishia hapo. Swali lako limeishia hapo. Kwa hiyo bwana, nakukaribisha katika Yesu Kristo. Umeona utamu ulivyo kwa Yesu? Amina. Ni utamu mzuri kabisa, maandiko yamenyooka, haina mbambamba. Sawa. Yaani hayana chenga. Na ni kitabu ambacho nakisoma wakati wote, muda wote, unatembea nacho mkononi au kiweke hapa kichwani, tembee nacho. Mtu yote akikwambia, "Wewe Charlie, njoo, hebu nipe hicho kitabu," wewe unampa wala huna shaka. Sawa. Lakini kuna vitabu ambavyo havifanyi hivyo, maana vina siri. Vina siri. Kwa hizo siri sasa ndio hazitakiwi zijulikane. Lakini kwa Yesu, ndugu yangu, karibu. Kwa Yesu hakuna majini. Majini atakukimbia. Kwa Yesu hakuna mapepo. Mapepo yatakukimbia, ambao ndio majini hayo. Kwa Yesu hamna kuzini na mwanamke huyu. Kwa Yesu ni mke huyu mmoja. Kwa hiyo unapokuja kwa Yesu, kubaliana kuoa mke mmoja. Na uhakikishe kabisa utoke nje ya ndoa. Kwa hiyo kama uko tayari kwamba sitozini, huyu nitakayekuwa naye, nitakayempata huyu ndio nitakuwa kwangu,
sitoka nje ya ndoa. Kwa Yesu unakaribishwa. Lakini kama huwezi kuzuia hisia zako, kwa Yesu hapakufai. Sawa sawa. Karibu kwa Yesu. Uko tayari kuja kwa Yesu ndugu yangu? Niko tayari. Asante. Bwana ndugu yangu yuko tayari kuja kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo tumepata kondoo katika Yesu Kristo. Subscribe, comment, share. Ili na wengine wajifunze. Maswali yoyote, mwenye maswali yoyote jamani anaruhusiwa kuuliza. Maswali na majibu yapo kwenye kitabu chochote. Lakini kama utakuja na kitabu nje ya Biblia au utauliza swali nje ya Biblia, inahitajika hicho kitabu cha kwako unachoulizia swali uwe nacho. Ili tuweze kupata kupitia hicho kitabu na ndokapoulizwa. Ili tusije tukafanya maelezo yakawa mengi zaidi, kwa sababu huwezi kuniuliza swali la Kiislamu halafu msahafu huna hapo karibu yako. Utafanya mlolongo uwe mrefu zaidi. Lakini kama utakuwa nacho, itakuwa rahisi sana kufanya upelelezi wetu na ukakamilika kwa haraka. Kwa hiyo tunawakaribisha wote wanaotaka kujifunza habari za Yesu Kristo. Yesu ni Mwokozi, Yesu anaponya, damu yake ndio ukombozi wetu. Damu yake iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya ukombozi wa watu wote ndio msamaha wetu. Yesu ndio chakula cha uzima. Tujifunze chini ya Yesu Kristo tupate wokovu, ondoleo la dhambi kwa jina lake. Na washukuruni nyote mnaofuatilia mafundisho yangu. Acha Biblia Iseme TV, YouTube, Facebook Joseph Yobegwa, TikTok Joseph Yobegwa. Endelea kujifunza mafundisho yangu. Kitu kama hujakipata kwenye TikTok utakipata kwenye YouTube. Acha Biblia Iseme TV. Miendelezo yote iko kule. Acha Biblia Iseme TV. Miendelezo yote ipo kule. Kwa hiyo nawashukuruni nyote katika Yesu Kristo. Bwana mdogo nakushukuru. Asante, karibu. Amen. Katika Yesu Kristo nakaribishwa. Asanteni. Na wewe waage watu. Waage, au unataka waage Kiarabu? Haya bwana.